Na mtoto wa kiume ana miaka 8. Kubwa sana. Kwamba na wewe age imeenda kidogo. Mimi mkubwa, miaka 25. 25. Niko na kipaji. Kwa mfano mimi story yangu aisee haipo huko sijui kwenye kupitia changamoto sijui kwa nini niwe kwenye hii kazi kwa sababu hii eti kwa sababu director sijui nini kwa sababu hapana ni kwa sababu ya ufanyaji wangu wa kazi. Kwa sababu ya kipaji changu. Ni hivyo. Yes, mimi nahisi hakuna. Unahisi aliona nini kwako directors muongoza filamu mpaka akakuchagua wewe sasa? Aliona maujuzi. Aliona maufundi. Sasa nimekwambia kinachocheka walikuwa wengi. Kwa hiyo aliona kitu cha tofauti. Yes. The day is so good my beautiful peoples. Mini KINDA the brand ambassador kutoka Lokoma TV. Niko na bidada. Jina gani unapenda kutumia? Rahma. Mimi naitwa Rahma Taf. Ndio jina ambalo uko comfortable nalo kulitumia. Umekuwa ukionekana kwenye muonekano huu ambao unakuona nao sasa. Kadri siku zinavyozidi kwenda na kadri miaka inavyozidi kwenda. Ipi siri ya muonekano wako na uzuri wako? Mazoezi, kunywa maji mengi na kuzingatia mambo yako. Hicho ndio kitu pekee ambacho kinakufanya uonekane hivyo ambavyo unaonekana. Kabla hujaingia kwenye industry ya uigizaji, ushawahi kufanya modeling au umisi? Mimi nilianzia kwenye modeling, yes. Na vixen pia nimefanya. Kipi kilichokufanya ushift kutoka kwenye modeling na vixen kuja huku kwenye? Ni story ndefu. Lakini kwa ufupi, okay. Hiyo agency ambayo nilikuwa nafanyia modeling ilikuwa inaitwa Katuo Killers. Kwa hiyo hapo kulikuwa kuna upande ambao wanafanya mazoezi ya runway na kuna ambao wanafanya maigizo. Kwa hiyo sasa mimi kila nikienda pale najaribu kutembea kufanya runway. Naona ni changamoto. Siwezi yani. Nilichukua kama mwezi. Sikuweza kutembea. Sasa hiyo siku moja nikaenda nikakuta yule kuna alikuwa mwalimu wa sanaa sio alikuwa anaitwa nani? Kuna msichana mmoja hivi yupo kwenye mwali. Jamani jina lake. Yeye ndo alikuwa mwalimu. Akaniambia hebu njoo ujaribu huku kama huko kumeshindikana. Nikaenda bwana nikapewa sini kama kawaida kwenye mazoezi. Nikacheza. Nikafanya vizuri hata mwenyewe nikajifeel kwamba mbona nimefanya vizuri afu siku moja nilikuwa sina idea kama naweza hichi kitu. Kwa hiyo tokea hapo ndo nikaanza kujitafuta kwenye sanaa, nikapata series yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa Ndoano. Kwa hiyo kiujumla kwenye maisha yako ya kawaida haukuwahi kuhisi kwamba siku kama ya leo unaweza kuwa mwigizaji maarufu nchini? Sikuwahi kufikiria lakini kila kitu ni mipango. Niliona kabisa mimi na fit kwenye sanaa. Nikawa napambana nafanya juhudi ndio nimefika hadi hapa nilipofika. Unahisi ni tamthilia gani au ni filamu gani ambayo imekufanya uwe huyo ambaye tunakuona leo? Yaani imekupa umaarufu, imekupa jina, imekupa kila kitu. Tamthilia filamu. Zipo nyingi au zipo nyingi kwa kweli. Sasa hata wewe ukiangalia au ukipita mtaani watu wanakufananisha kwamba yule nimeona kwenye movie fulani. Nafikiri kuna series inaitwa Melissa lakini yenyewe haipo kwenye TV. Ipo kwenye YouTube. Yes. Hiyo mara nyingi hata hiyo napokea nikipita sehemu Melissa hivyo lakini ziko nyingi za kwenye TV kama hiyo picha yangu na yenyewe luka msimu mmoja tu lakini watu walipokea vizuri. Kuna hii Noma sasa hivi. Kuna series nyingine nilifanya Star Times huko. Ndoano pia nilipata mashabiki wangu. Kila kazi ninayoifanya nakuwa napata watu wangu. Kwa hiyo nashukuru. Siwezi nikasema moja kwa moja ni kazi gani. Uongo. Mimi nakufahamu kama Chaichaka. Ilikuwa ngumu kiasi gani kucheza vile ambavyo mlicheza kwa mazingira yale? Ugumu upo.
Sana sana changamoto ya kule ilikuwa ni mazingira. Mazingira magumu sana jamani. Ukizingatia ile sehemu Lushoto kuna baridi sana. Na mimi hali yangu ya kiafya na changamoto, nina tatizo la pneumonia. Kwa hiyo pneumonia na baridi, kwa changamoto zilikuwa nyingi sana. Hata tumeenda kumalizia misimu iliyobaki. Jamani, kwa wale wa mashabiki wa picha yangu, iliruka msimu wa kwanza, lakini misimu iliyobaki itaendelea inshallah. Kwa hata hii ambayo tumeenda kumalizia, changamoto zilikuwa nyingi kutokana na hali yangu ya kiafya. Nadondoka nini hivyo, nazidiwa. Unahisi muongoza filamu wa ile picha yangu aliona nini kwako, au kulikuwa na kitu gani special mpaka akaamua kukupa main character? Hii sasa nawaibia. Hakuona chochote. Hakuona chochote, ilikuwa ni hivi, ile kazi ya picha yangu mpaka mimi unaniona mule nacheza kama chaichaka. I say ilikuwa ni so hard. Kwa sababu mimi sikupewa ile kazi kwa kuitwa tu njoo ufanye. Mimi nimefanya interview, nimefanya wanaita audition. Nimefanya audition, kina chaichaka walikuwa kama 12 sijui 50. Umeelewa? Wote tumepewa script moja, I mean. Atakayefanya vizuri, atakayeua ndo huyo. Acha tu nimepambana. Nimepambana sana. Huko kina chaichaka walikuwa kama 10, anaingia mmoja mmoja, anafanya kitu hicho kimoja. Unahisi aliona nini kwako director muongoza filamu mpaka akakuchagua wewe sasa? Aliona maujuzi. Aliona maufundi. Sasa nimekwambia kina chaichaka walikuwa wengi. Kwa hiyo aliona kitu cha tofauti. Tubaki hapo hapo kwenye upatikanaji wa nafasi. Kwako wewe mtoto wa kike, kumekuwepo na rumors nyingi sana kwamba ili kupata nafasi kubwa kama ambazo wewe unazipata lazima uwe na connection au vitu kama hivyo hapo. Kwa upande wako ushawahi kuwa na connection yoyote au kufanya chochote ili kupata nafasi? Mimi siamini kwenye connection. Japo ni sawa, lakini siamini kwenye connection. Mimi naamini kwenye kipaji. Yaani kwenye sawa kwa sanaa yetu ya Bongo sasa hivi mpaka uwe na connection nini, lakini uko na kipaji. Kwa mfano mimi story yangu I say haipo huko, sijui kwenye kupitia changamoto, sijui kwa nini niwe kwenye hii kazi kwa sababu hii eti kwa sababu director sijui nini, kwa sababu hapana, ni kwa sababu ya ufanyaji wangu wa kazi, kwa sababu ya kipaji changu. Ni hivyo. Yes, mimi nahisi hakuna. Mbona kama unaishia njiani? Connection muhimu, lakini kikubwa kipaji. Kwa sababu leo utafanya kitu utaona watu hawanioni, mbona watu kama wanitazama, watu wanakuangalia. Kwa hiyo fanya tu vizuri, ukipewa nafasi usichezee. Fanya vizuri kadri uweza. Yaani fanya kama ufanye tena, watu wanakuona. Tuizungumzie Noma ambayo unapatikana huko sasa hivi. Kwa upande wako ni tamthilia aina gani? Imekuongezea nafasi gani kwenye jamii, kwenye maisha na Noma kweli. Kwanza ule uhusika wa Noma sijawahi kucheza toka nianze sanaa. Yaani toka nianze sanaa yangu sijui 2021 sijawahi kucheza uhusika kama ule. Unajua mule nimecheza kama Irene. Irene ni mwanamke ambaye ni mdangaji jamani. Mdangaji. Kwa hiyo mule watu wananiona kwa sura nyingine kabisa ambayo yani mimi nimezoeleka nacheza tu mpole, mara sijui binti, mara hivyo, yani niko cool. Lakini ile sasa ni mtu ambaye malaya, nakwambia na ile character imenivaa kama wala. Lazima nichangamke. Kwa hiyo kuna nafasi tu nimeweka, nimeongeza watu wapya. Kumbe huwa anaweza hata madirector huko ajue jamani. Yoyote. Ilikuwa ngumu kiasi gani ambapo director anakuambia kwamba utatakiwa ucheze kama Irene, ambaye huyo Irene ana sifa fulani na fulani. Kwako ulipokeaje na ilikuwa ngumu kiasi gani au ilikuwa rahisi kiasi gani? Ilikuwa ngumu. Kwa sababu unajua kitu ambacho hujakifanya unawaza mengi. Nitaweza kweli? Nini hivyo? Itakuwaje uhusika, watu watanichukuliaje, jamii itanichukuliaje? Lakini kwa sababu mimi ni msanii, tunarudi pale, mimi ni msanii, chochote kitakachokuja mbele yangu, character yoyote itakayokuja, mimi hata nikiambiwa leo nicheze nimechanganyikiwa, sijui sina akili nzuri, mimi fresh. Kwa hiyo nikasema nitaweza. Mambo sele pale. Unamuonaje Irene? Unamuonaje? Yuko vizuri of course. Kuna namna yoyote maisha ya uigizaji yamekubadilishia maisha kutoka pale ulikokuwa mpaka uliko sasa? Kiasi chake. Kiasi chake. Imekupa familia?
Imekupa familia? Familia uhakika. Familia kubwa sana. Yaani mimi kwenye sanaa na familia kubwa mno. Na connection nyingi kama ulivyosema. Mwanzo unatakiwa una kipaji chako ukishikilia, lakini baadaye unavyofanya kazi unakutana na watu, ndo connection zenyewe hizo. Kuna familia. Haya. Tuje kwenye personal issues. Rahma na mtoto, mume, mpenzi? Mtoto ninaye. Na mtoto wa kiume ana miaka 8. Kubwa sana. Kwamba na wewe age imeenda kidogo? Mimi mkubwa, miaka 25. 25? Ilikuwaje? Kwamba uliolewa? Hiyo sio ndefu, hiyo inasikitisha. Kidogo. Hiyo story inasikitisha, tuachane naye. Ila mimi nina mtoto. Mume hapana. Kwa sasa una mpenzi au umechumbiwa? Mpenzi ni naye. Ni wewe baba mtoto wako au? Sasa ni naye mpenzi, ndio wewe atakuwa baba mtoto. Ambaye uko naye, yani mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano sahihi ndiye ambaye umepata naye mtoto? Hapana. Unaweza vipi kuendo hii? Una mtoto lakini bado uko kwenye mahusiano mengine na ambayo sio baba huyo mtoto. Yeye analichukuliaje ile na analionaje kwa? Yaani unapoongea ni kana kwamba mtoto ndiye ana miezi 2. Mtoto mkubwa nimekwambia ana miezi 8. Yes, mimi na miaka 8. Unachanganya. Nishazoka na mtoto mpaka tunatamini kama sina. Na mtoto jamani ana miaka 8. Kwa hiyo mimi kuwa kwenye mahusiano ni sawa. Kuwa na mahusiano tofauti na baba wa mtoto ni sawa. Kwa sehemu ambayo tuko sasa kwenye filamu na tasnia kwa ujumla, unaiona wapi miaka kadhaa mbele na unajiona wapi wewe? Sorry? Kwa wakati ambao tuko sasa wa tasnia ya filamu na uigizaji kwa ujumla, unaiona wapi tasnia miaka kadhaa mbele na unajiona wapi wewe kama Rahma miaka ijayo mbele? Tukiangalia sanaa yetu ilipotoka hadi hapa ilipofikia hapa sasa hivi tuko sisi kina Rahma ni pakubwa mno. Kwa hiyo naamini hata baadaye miaka 5 mbele 10 haitokuwa hapa tena. Na mimi najiona nazidi kukua kwa sababu nilipotoka, nilipo hapa sasa na nitakapokuwa sio sawa. Tutegemee project yote mwakani, mwaka kesho kutwa ya kwako ambayo umeiandaa wewe na unaibeba wewe? Insha Allah. Sema tu insha Allah. Insha Allah. Kuna namna yoyote watoto, yani mtoto wa kike mwenzio au mwanamke mwenzio anakuinspire kwenye masuala mazima ya tasnia? Bongo? Msichana. Lazima awe msichana. Lazima msichana kama yupo ambaye anakuinspire. Msichana. Msichana. Wengi sana ndio maana kina nani wale waenga kabisa ma regent. Ndio mimi nikauza msichana kwa msichana hichi zangu mimi nawajua ndio hawa kina nani kina hata kama akiwa ni mwigizaji wa zamani soma. Ni yeye ambaye unaona yani mimi ananivutia kwa upande wangu, naweza nikajifunza kitu. Okay. God liver. Nadhani napenda kumtizama sana peke yake. Yes. Wa kiume yani au wa zamani wa sasa? Wa kiume na Wanda. Unamzungumziaje na Wanda? Nimecheka kwa sababu na Wanda ni mshikaji wangu sana. Nisingempa yani achana na ushikaji kwanza, anafanya kazi sana na Wanda. Na Wanda yuko vizuri sana. Kwenye ukweli usemwe, yani ili anaongea lakini hata watu wengine wanaona. Kwa sasa hivi kijana wa kiume sijui msanii wa kiume ambaye anafanya vizuri ni na Wanda. Yani hata ingekuwa tofauti na ushikaji, ukweli anafanya vizuri. Kuna tetesi au maneno ambayo yamekuwepo mtaani kwamba wasanii wa
wa kike hasa waigizaji wanapenda kutumia zile scandals au rumors ili wapate headline. Yeah. Kama unavyoona ndio. Yaani huko ni kujiongeza sasa. Kuna kipaji, connection na kujiongeza. Kwa watu wanajiongeza. Kwa upande wako unaweza kufanya vitu kama hivyo ili uende? Mimi siwezi. Ningefanya muda mrefu. Kama kuna watu wananifahamu muda mrefu hapo, mimi sio mtu wa hizo vitu. Au nataka tufanye? It's possible, yani kama ulivyosema kwamba watu kujiongeza. Kama kwako kujiongeza ili wafikie malengo kwa haraka, na hilo jambo sio baya. Sio jambo baya, lakini siku zote shortcut ina cost. Utatengeneza huko lakini utaharibu huko status yako. Yes, utatengeneza huko jina sijui huo maarufu sijui, lakini huko unaharibu status yako. Umepataje hilo jina? Umepataje huo maarufu? Eti kisa sijui unatembea na wanaume wengi, sijui umetoka hivi, umefanya hivi, sijui umekaa uchi, sijui umefanya nini? Mimi nataka niwe na jina proper limenyoka, halina vipengele. Yaani Rahma Tafu kazi yake anaigiza. Hamna vipengele vingine sijui nini? Hapana. Tukutoe nje ya tasnia na vitu kama hivyo. Rahma ni mtu wa aina gani? Rahma ni mtu wa watu. Rahma ni Rahma ni mtu wa watu. Rahma ni mama. Msichana mama. Rahma ni mama. Mpole. Napenda kupendwa na marafiki na mtu yote tunapenda kupendwa, sipendi kuchukiwa. Okay, tumalize kwa hili. Nashukuru kwa muda wako. Ongea na mashabiki zako, unawaambia nini, unawatakia nini? Mashabiki zangu kwanza nawapenda sana. Hawakuacha kunisupport hata nilipokuwa sijui kwenye kazi gani mpaka leo hapa nipo kwenye Noma. Kwa hiyo waendelee kunisupport. Sasa hivi tupo kwenye Noma kama Irene ana jambo dogo. Tuendelee kumfuatilia. Noma ni series ambayo ina vitu vingi sana. Yaani kwanza mule kila familia ni Noma, ni kama ilivyo Noma. Kwa hiyo nafikiri hata mwisho itakuwa ina mafundisho mengi sana. Hata sasa hivi tunaona mpaka ilipofikia hapa tunaona. Yes. Shukrani kwa muda wako. Asante. Wana mazoezi mema. Shukrani.